Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapatanishi wa vita vya Marekani na Iran wamesema kila kitu kimekwama, kwamba hakuna uwezekano wa makubaliano mengine kati ya Iran na Marekani. Pakistan, wapatanishi katika mzozo kati ya Marekani na Iran, wamesema hali inazidi kuwa mbaya zaidi, na wamesema juhudi zake za kupatanisha Marekani na Iran zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya mataifa hayo mawili, lakini mchakato huo haujasitishwa. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na wanahabari mjini Islamabad, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Taher Andrabi, alikanusha madai kwamba Islamabad imeachana na jukumu lake la upatanishi badala ya mivutano kuzidi. Tunatumaini mantiki ya amani na mazungumzo ndio itakayoshinda mwishowe, alisema Andrabi. Aliongeza kuwa mchakato wa amani haukomi kabisa, bali unaweza kusimama kwa muda kabla ya kuendelea tena. Kwa mujibu wa Andrabi, misingi iliyowekwa katika hati ya makubaliano Islamabad kati ya Marekani na Iran bado ipo na inaweza kutumika kurejesha mazungumzo pindi pande husika zitakapoona kuwa kuendelea kwa mivutano hakutaleta suluhisho. Pakistan imezitaka tena pande zote kujizuia na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuzidisha mivutano na kuhatarisha amani na utulivu kwa eneo hilo. Andrabi alisema hati ya makubaliano ya Islamabad iliyowezeshwa na Pakistan ni mfumo wa kudumu wa kukuza amani, kuheshimiana na ustawi wa pamoja, huku Islamabad ikiendelea na kuhimiza kurejelewa kwa mazungumzo katika ngazi ya wataalamu. Lakini pia alieleza matumaini kuwa pande zote mbili zitaendelea kujikita katika njia ya mazungumzo na diplomasia ili kutatua masuala yaliyosalia. Akizungumza kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani na Iran dhidi ya kila upande, Andrabi alisema Pakistan inatumaini hali itarejea kuwa ya kawaida haraka na kusisitiza umuhimu wa kuhamasisha usalama wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji baharini. Hata hivyo, baadhi ya mambo yanayosababisha mzozo kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa usiotabirika na usiowezekana kwa kipindi hiki ni kutokana na kila upande kuona una haki katika jambo. Marekani inaona moja kati ya makubaliano ni kwamba kulikuwa na mpango wa Iran kuachilia huru mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia wa Iran katika vipengele 14 vya usitishaji wa mapigano wanadai kwamba moja kati ya kipengele muhimu ni pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa chini yao ndani ya siku 30, na hivyo wanamwona rais wa Marekani Donald Trump ambaye anafanya makusudi na kutaka vita tu na si mazungumzo. Hata hivyo, J.D. Vance, makamu wa rais, ananukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari vya Iran kwamba moja kati ya mipango ya rais wa Marekani Donald Trump hakuwa na mpango wa kusitisha mapigano, lakini mpango wake ilikuwa ni kupunguza tu mvutano, na ni kutokana na kwamba bei ya mafuta ulimwenguni ilipanda kupita kiasi kwamba ilikuwa ni vigumu kwa nchi nyingi kupata mafuta, na hatimaye baadhi ya maeneo yaliyumba kiuchumi kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa ikiendelea. Kwa hivyo rais wa Marekani alitaka kutengeneza njia nyingine ya kuhakikisha uchumi wa dunia angalau unakaa katika hali ya usawa, lakini kutokana na jinsi ambavyo vita vimeanza upya, hali ya dunia ya kiuchumi inatajwa kwamba huenda ikawa mbaya zaidi kuliko hapo awali, kwani bei ya mafuta itazidi kuongezeka na imeongezeka katika soko la dunia kutokana na mivutano hii ya Marekani na Iran. Na kwa namna ambavyo Pakistan, mpatanishi mkuu wa mzozo huu, anaeleza kwamba hali ya sasa si nzuri kutokana na kwamba upande zote mbili, kila upande umekuwa uking'ang'ania kile anachokiamini na kwamba kuna kuwa na ugumu fulani, lakini bado wao hawajakata tamaa katika kufanya mazungumzo kati ya pande zote mbili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.